Mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara ambapo mawaziri wa habari, mawasiliano na teknolojia wameazimia kutumia Benki ya Maendeleo barani Afrika pamoja na taasisi nyingine za kifedha na hazina husika, mbali na kujumuisha ushirikiano baina ya sekta za umma na za kibinafsi. Hii ni kwa lengo la kupata mtaji wa kupanua miundombinu wa mifumo ya kidijitali. Hii ni sehemu ya maazimio yaliyoafikiwa wakati wa kongamano la 15 kuhusu teknolojia lililoandaliwa jijini Nairobi. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye makala ya Kapu la Biashara. Kongamano kuhusu teknolojia barani Afrika liliangazia uwianishaji wa teknolojia, likihimiza haja ya kutafuta mabilioni ya fedha zinazohitajika kuhakikisha raia wanapata huduma bora za bei nafuu. Washiriki wa kongamano hilo walisifia mpango wa kufadhili uzinduzi wa miundombinu muhimu kufanikisha uunganishaji barani Afrika. But we have promised ourselves that Africa needs no pity from no one. Africa needs to be on the table and not on the menu. Should be on the discussions on the table. Kwingineko, Kenya imetia fora katika matumizi ya akili unde, huku 97.5% ya watu wanaotumia mtandao ikitagusana na zana za akili unde kila mwezi. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya kimataifa kuhusu mifumo ya kidijitali ya mwaka 2026. Balozi Philip Thigo anasema kasi ya kukumbatia mifumo ya kidijitali humu nchini, ikihusisha sekta za fedha, elimu na afya, imefanikisha matumizi ya akili unde kikamilifu. Kenya is one of the countries that has really been leading around AI negotiations and policy, especially at the global level. So we've really been working hard with our mission in New York over the last 3 years to ensure that AI is governed globally in a way that's ethical, inclusive and delivers public trust. Mwishowe, kiwango cha mfumuko wa bei kimeongezeka kutoka 4.4% hadi 5.6% kutokana na ongezeko la bei ya mafuta ya petroli na vyakula. Ripoti ya shirika la kitaifa la takwimu inasema kuwa ongezeko la bei ya mafuta katikati ya mwezi huu lilisababisha ongezeko la nauli kwa 20%. Hali kadhalika, ongezeko la bei ya bidhaa za vyakula kama nyanya, mchicha, viazi na mafuta ya kupikia iliongeza kiwango cha mfumuko wa bei kwa 8.8%.